Naam, bwana, hizi ni habari za kusikitisha kutokana na msiba ambao umetokea hivi karibuni kutoka kwa moja kati ya wasanii wa maigizo hapa Tanzania. Bwana, huyu hapa ni msanii ambaye alikuwa anafanya kazi katika kampuni ya Lamata Layer. Ni kampuni ambayo wanatengeneza, ni watayarishaji na waandaaji wa tamthilia ambayo inafahamika kwa jina la Jua Kali. Huyu anaitwa Kitundu. Amepata umaarufu kutokana na ucheshi na baadhi ya vitu ambavyo alivyokuwa anaigiza katika tamthilia hiyo. Kutokana na kazi yake nzuri, basi ilipelekea Kitundu kupata fan base kubwa sana, na watu wengi sana wakawa wanamsupport kutokana na uwezo mkubwa ambao alikuwa anauonyesha, hususan kwenye mambo ya alikuwa na uwezo pia wa kubadilika. Sometimes unakuta anatia huruma, sometimes anafurahisha, lakini pia wakati mwingine huaga anafundisha, yani kutokana na vitu ambavyo alivyokuwa anaigiza. Umeona bwana, so Kitundu alikuwa anasumbuliwa na matatizo ya kiafya, na ni kwa muda kidogo alikuwa haonekani hata katika tamthilia ya Jua Kali, ambayo ndo tamthilia ambayo alikuwa amepata umaarufu na amekuwa akiperform vizuri sana. So Kitundu bwana alikuwa anasumbuliwa na matatizo ya kiafya, na sababu kubwa ambayo imepelekea Kitundu kufariki dunia, amefariki dunia kutokana na matatizo ya mapafu. Umeona, huyu Kitundu bwana alikuwa anasumbuliwa na mapafu kwa muda kidogo, lakini usiku wa jana ndipo mambo yakawa tofauti na alikuwa akipewa matibabu, na hapo ndipo alipofariki. Kwa hiyo Kitundu bwana amefariki kutokana na matatizo ya ugonjwa wa mapafu. Umeona, so kiukweli ni moja kati ya vitu ambavyo vimewagusa watu wengi sana, hususan watu ambao walikuwa wanafanya nao kazi. Tukizungumzia kama crew nzima ya Lamata Village pale, wengi sana wameguswa na wameonyesha jinsi ambavyo walivyoumizwa na msiba wa Kitundu. Umeona, ikiwemo yeye mwenyewe Lamata akiwa kama ndio CEO wa Lamata Village pale, ameposti kupitia ukurasa wake wa Instagram akionyesha jinsi ambavyo msiba huu ulivyomuumiza yeye. Ameandika kwamba umeniweza Kitundu, akaka hapo emoji za kulia, kisha kaandika kwamba Lamata Village tunasikitika kumpoteza msanii wetu wa Jua Kali Kitundu. Leo hii ilikuwa ni jana, majira ya jioni, tulikupenda lakini Mungu amekupenda zaidi. Umeona? Lakini pia vile vile ni kwamba kwa mujibu wa habari ambazo tumezipata kuhusiana na chanzo cha kifo chake, ni kwamba alikuwa, ukiachana na hiyo issue ya maradhi hapa na pale, ni kwamba mapafu haya yalikuwa yanamsumbua kwa muda mrefu. Ni matatizo ambayo sio ugonjwa wa kuambukiza, ila tu ni matatizo ambayo mtu binafsi anaweza akawa nayo. Kwa hiyo wakati anapewa huduma ya hospitalini ndipo mambo yakawa tofauti na ghafla akapoteza uhai. So ratiba ya mazishi imeshatoka na Lamata tayari ameshaposti kupitia ukurasa wake wa Instagram kuhusiana na ratiba ya mazishi ya Kitundu. Ratiba na jina halisi labda la Kitundu, kama ulikuwa ufahamu, huyu yeye anafahamika kwa jina lake halisi anaitwa Raidanusi Vitalis. Hilo ndo jina lake halisi, anaitwa Raidanusi Vitalis. Jina lake maarufu la kazi kwa mujibu wa tamthilia ya Jua Kali anafahamika kwa jina hilo la Kitundu. Huyu yeye ni kijana mwenye umri sasa hivi wa amefariki akiwa na umri wa miaka 27. Umeona, alikuwa bado mdogo tu. Alikuwa 27 naelekea 28. Amezaliwa mnamo mwaka 1997, amefariki mwaka huu 2025. So kwa mujibu wa ratiba ambazo zimepewa ni kwamba msiba utakuwepo nyumbani kwao kesho saa 4 asubuhi. Nyumbani kwao ni Vikindu, mtaa wa Magomeni, na pia vile vile mazishi yatafanyika majira ya saa 8 mchana, makaburi ya Wireless Temeke karibu na Chang'ombe polisi. Umeona? So hivyo ndivyo ratiba ilivyo. Kwa hapo kuna page mbalimbali pia zimekuja kuripoti kuhusiana na hii issue. Kwa mfano hapo kuna page imeandika kwamba ratiba ya mazishi ya Radius Vitalis almaarufu kama Kitundu aliyezaliwa mwaka 1997 na kufariki siku ya jana mwaka huu 2025.
Kwa masikitiko makubwa, ndugu jamaa na marafiki pamoja na familia na tasnia nzima ya filamu Tanzania wanatangaza kifo cha mpendwa wao Radinus Vitalis maarufu kama Kitundu kilichotokea Juni 24 mwaka 2025. Kitundu alifahamika na kupendwa na wengi kupitia mchango wake kwenye tamthilia maarufu ya Jua Kali ambako aliwavutia wengi kwa uigizaji wake. Ratiba ya mazishi ndio hiyo kama ilivyopostiwa hapo na Lamata, lakini pia vile wameweka mpaka mawasiliano kama mtu anataka kufika msibani. Lakini pia vile tunaungana na familia, marafiki, mashabiki na wapenzi wa sanaa katika kipindi hiki kigumu cha maombolezo. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Amina. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo watu wengi sana hapa wamekuja pia kuweka maoni yao kama nilivyosema hapo awali. Nataka hapa nikusomee baadhi ya comment ambazo zimejitokeza. Kwa mtu amesema kwamba bwana, nini kilichomkuta huyu jamaa? Kuna mtu hapa amekuja ameandika RIP Kitundu. Kwa mtu amesema kwamba bwana, kumbe hapa mitaa ya nyumbani, basi nitasubiri huku kumuaga kwa macho akipitishwa mbele yake nyuma yetu. Kuna bidada hapa amekuja amecomment hivyo. So comment ni nyingi sana, na hususan hawa mashabiki wa tamthilia hiyo ya Lamata ya Jua Kali ambapo huyu Kitundu alikuwa anafanya huko kazi. Ni kwamba wamekuja kuweka maoni yao kuonyesha jinsi gani ambavyo msiba wa Kitundu ulivyowagusa. Yaani umewagusa kweli kweli. Na kwa watu ambao wanaomfahamu zaidi huyu Kitundu ni kwamba ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana sanaa, na kwa watu ambao walikuwa wanamfuatilia basi watajua kwamba alikuwa pia na uwezo mkubwa sana wa kucheza. Yaani kwenye upande wa dance huyu kijana alikuwa yuko vizuri pia. Na kulikuwa kuna haya mashindano ambayo yalikuwa yanaendelea hapa Tanzania kwa muda mrefu kidogo, kwa miaka kama 4 au 5 iliyopita. Kulikuwa kuna mashindano yanaitwa Dance 100. Kama unakumbuka alikuwa yanarushwa katika televisheni ya East Africa Television Channel 5 yani. Au vibwana, na humo huyu jamaa tulimuona kule. Kwa watu ambao tunafuatilia tasnia ya entertainment kwa muda mrefu, basi utakuwa unakumbuka kwamba kwenye Dance 100 Kitundu alikuwepo. Umeona, alikuwa ni dancer. Kwa hiyo baada ya pale akapotea, then akarudi kwenye hii tamthilia ya Jua Kali, akapata tena umaarufu. Lakini ukachana umaarufu huo alikuwa nao kwenye upande wa kuigiza katika tamthilia ya Jua Kali, ni kwamba huyu Kitundu alikuwa pia akiendelea pia na upande huo wa dance vile. Kwa hiyo alikuwa anafanya vyote kwa wakati mmoja, lakini dance alikuwa anafanya kama hobby. Lakini kazi yake kazi yake halisi kabisa ilikuwa ni kuigiza, hususan katika hiyo tamthilia ya Jua Kali. Lakini pia tulikuwa tunaona ukipita katika ukurasa wake wa Instagram, basi utakuta challenge ya wimbo ikitoka, basi Kitundu naye pia unakuta ni moja kati ya madancers ambao wanafanya hiyo challenge. So it is what it is. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.